Kilimo cha migomba kimekuwepo kwa miaka mingi na kilimo hiki cha migomba ni maarufu sana nchini Tanzania. Zao la ndizi linaweza kuwa moja kati ya mazao ya biashara iwapo litazalishwa kwa kufuata kanuni bora za uzalishaji wa zao hilo, ikiwa ni pamoja na kupanda aina bora ya migomba inayozaa ndizi zinazotambulika katika masoko ya kimataifa. Katika kikao cha bunge la 12, mkutano wa 19, mbunge wa Buhigwe akataka kujua mpango wa serikali kujenga viwanda vya kuchakata zao hilo. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Exaudi Kigahe akataja mpango wa serikali. Zao la migomba ama ndizi ni miongoni mwa mazao makubwa katika wilaya ya Buhigwe na maeneo mengine nchini. Kutokana na tafiti zilizofanywa duniani, zao la migomba linaweza kutumika kutengeneza bidhaa kama vile vikapu, mikeka, kofia, chakula cha mifugo, mbolea, nguo, karatasi, nyuzi, dawa za asili na malighafi za kujengea. Lakini pia matunda yake hutumika kama chakula. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia shirika la maendeleo ya viwanda vidogo SIDO na kituo cha zana za kilimo na teknolojia vijijini Kamatech ina teknolojia za kuchakata migomba kwa ajili ya chakula cha mifugo na viwanda vya kutengeneza mvinyo, unga wa lishe, keki na crisps zinazotokana na ndizi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kutambua umuhimu wa ongezaji thamani wa zao la migomba pamoja na ndizi, serikali kupitia SIDO imepanga kuanzisha kongane la zao la migomba ama ndizi katika halmashauri ikiwemo halmashauri ya Buhigwe ili kuongeza mnyororo wa thamani wa zao hilo. Aidha, zao hili ni miongoni mwa mazao nchini yatakayoongezwa thamani kupitia mpango maalum wa kuendeleza viwanda wa miaka 5 unaotarajiwa kuanza kutekelezwa kuanzia mwaka wa fedha 2025-2026 hadi 2029-2030. Na kisha akaja na mkakati wa kuwaandaa wakulima pamoja na kuwaokoa wakulima na soko la matunda. Kongani tunazozianzishwa hapa nchini maeneo yote zinawekwa kwenye bajeti, na hii liko kwenye mpango wa bajeti ambayo itasomwa hapa kwa ajili ya mwakani 2025-26 ambayo Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara Daktari Suleiman Jafo atawasilisha katika bunge lako tukufu. Kwa hiyo nimtoe wasiwasi Mheshimiwa mbunge, serikali tumejipanga na ndio maana tumesema tutaanza kutekeleza kwa mwaka huo 2025-2026 kwenda 2030. Lakini kuhusiana na hatua ambazo tumechukua kuandaa wakulima lakini na wadau wote katika hatua za awali, moja, kama nilivyosema, ndizi au migomba ni zao ambazo linalimwa Tanzania mzima na maeneo mengine. Kupitia Wizara ya Kilimo wamewezeshwa pembejeo na utaalamu kupitia maafisa ugani ili kuhakikisha wanazalisha kwa tija. Lakini pili, tayari utaratibu tunao kwenye mazao mengine. Kwa mfano katika mkoa wa Kigoma kwenye zao la chikichi tayari kuna kongani hizo na zimeonyeshwa kufanya vizuri sana pale Kigoma na yeye ni shahidi. Kwa hiyo tutatumia moduli hiyo kuhakikisha na kwenye zao la ndizi nako na migomba tunafanya hivyo. Na lengo la serikali ni kuhakikisha tunaongeza thamani mazao yote ya kilimo ikiwemo haya ya matunda na mboga. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tarafa ya Mgeta nao watanufaika na mpango huu, na kama nilivyosema tunaanza kongane katika mikoa yote na halmashauri zote ili kuhakikisha kila kwenye mazao haya tunapunguza upotevu baada ya mavuno, post harvest losses. Kilimo cha migomba kina faida lukuki ikiwemo tunda, kupikwa kama chakula, kutumika kibiashara, si zao la msimu, hivyo kupata uhakika wa chakula muda wowote katika mwaka. Ni chakula cha mifugo pia na mengine mengi. Kutoka Dodoma, mimi ni Zaituni Mkwama.